Habari za wakati tena mpenzi mtazamaji wa More Possible TV, ni siku nyingine tena, siku ya Jumatano tulivu ambayo tunakuletea kipindi cha Get Tunaona More Possible TV. Lakini kabla hatujaenda kwenye kipindi chetu na kukuambia ni siku ya leo tutaangazia asili ya nini, ni kujuze tu kwamba siku ya leo kwenye kipindi hiki tumezaminiwa na More Photo Studio pamoja Post Launch ambao wao wote wanapatikana kwenye jengo la Africana Tunduma. Kwa wale ambao wanahitaji chakula safi kisinia, basi Post Lounge wao wanashughulika na haya masuala, chakula cha mchana, chai, kila kitu wanashughulika na haya masuala. Lakini pia More Photo Studio wao wanajihusisha na upigaji picha za location, lakini pia kukodisha vifaa vya maukumbini na maanisha TV pamoja na vitu vingine kaza wa kaza. Kwa wale mnaohitaji vitu kama hivyo vinavyohusiana na masuala ya studio, basi waone More Photo Studio. Lakini pia unahitaji chakula safi na salama, waone Launch. Sasa siku hii ya leo kwenye Get To Know tutakuwa tunazungumzia mkoa wa Songwe, ambao wao tu wenyewe tutakuzungumzia asili ya mkoa wa Songwe, tutazungumzia machifu waliokuepo kwenye kipindi hicho, lakini pia tutazungumzia mpaka chimbuko mpaka unakuja kuibuka kuwa mkoa wa Songwe. Na kwa kwanza kabisa bwana, tuanzie kwenye historia ya chimbuko la mkoa wa Songwe, ambapo tunaambiwa kwamba kabla ya mipaka kugawanywa na wakoloni, barabara kuu na reli kupita kwenye mkoa wa Songwe, mipaka ya kisasa kuchorwa na Wajerumani. Kumbuka hii mipaka bwana imechorwa na Wajerumani. Kulikuwa na jamii imara zilizoishi kwa umoja. Jamii hizi bwana ziliongozwa na viongozi wenye hekima, machifu wa jadi, na kabla ya ujio wa wakoloni, eneo linalounda mkoa wa Songwe lilikuwa na makabila mbalimbali kama Wanyakyusa, Wasafwa, Wandali. Jamii hizi ziliishi kwa kutegemea kilimo, biashara ndogo ndogo. Kila kabila lilikuwa na mfumo wake wa uongozi wa jadi chini ya machifu. Yaani tunazungumzia kwenye hicho kipindi bwana, kama nilivyokuambia ni kwamba hawa jamaa bwana walikuwa na mamlaka ya kusimamia ardhi, kutatua migogoro na kulinda mila na desturi za jamii zao. Uongozi huu bwana ulikuwa wa kimila, ulikuwa na misingi wa kimaisha ya kila siku. Yaani uongozi wao bwana ulikuwa ni maisha ya kila siku. Hii ndo asili ya mkoa wa Songwe, walikuwa wanaongozwa na machifu. So kadri muda ulivyokuwa unaendelea kwenda, ili eneo bwana liliingia chini ya ukoloni wa Wajerumani na baadaye Waingereza likiwa sehemu ya Tanganyika. Katika kipindi hiki wakoloni waliendelea kutumia baadhi ya machifu kama wasaidizi wao wa utawala, ingawa mamlaka yao yalipungua taratibu. Mamlaka zilikuwa na taratibu zao, na baada ya uhuru wa Tanganyika mwaka 1961 serikali mpya ya Nyerere na kuanzisha mfumo wa serikali ya kisasa. So mwaka 1961 chini ya utawala wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ni kwamba bado mkoa wa Songwe ulikuwa unatawaliwa chini ya machifu. Lakini mwaka 1963 chini ya uongozi bado wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, nadhani ni miaka takriban mitatu toka Tanganyika ikawa imepata uhuru, ndipo ule mfumo wa machifu ukawa umetolewa kutawala mkoa wa Songwe kwa njia ya machifu. Kwa muda mrefu baada ya hapo, maeneo ya Songwe yaliendelea kuwa sehemu ya mkoa wa Mbeya. Kwa kipindi hicho chote ambacho tunaizungumzia, Songwe ilikuwa bado ni mkoa wa Mbeya, na wilaya kama Mbozi, Ileje, Momba zikiwa chini ya usimamizi wa Mbeya, huku wananchi wakiendelea na shughuli zao za kiuchumi, hasa kilimo cha mahindi, kahawa, maharage pamoja na biashara mbalimbali, hususan biashara ya mpakani ambayo ilikuwa inapatikana kipindi hicho ilikuwa ni wilaya ya Mbozi, hususan tunazungumzia Tunduma, ambako kulikuwa kunafanyika biashara za mpakani, yani kati ya Tunduma pamoja na Zambia. Kabla idadi ya watu ilivyoongezeka na shughuli za maendeleo kupanuka, kulionekana hali sasa ya kusogeza huduma za kiserikali karibu na zaidi ya wananchi. Hivyo tarehe 29 Januari mwaka 2016 serikali ya Tanzania itangaza rasmi kuanzishwa kwa mkoa wa Songwe, ukiwa umetengwa kutoka mkoa wa Mbeya. Makao makuu yake bwana yakawekwa pale wilayani Mbozi katika mji wa Vwawa. So wakati huo wa kuanzishwa kwa mkoa wa Songwe, kipindi hicho aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa ni hayati John Pombe Magufuli, na mkuu wa mkoa wa kwanza alikuwa ni Brigadier General mstaafu Nicodemus Mwangela. Nadhani hao watu wote wanamfahamu kabla ya kuja
Chiku Madam Chiku Galawa. So Nicodemus Mwengela alikuwa aliyesimamia mwanzo kabisa wa ujenzi wa miundombinu na taasisi za mkoa mpya, na katibu tawala wa kipindi hicho alikuwa ni Dr. Gabriel Mlawa aliyeshughulika na uratibu wa shughuli za kiutawala za mkoa huo mpya ambao ulikuwa ni mkoa wa Songwe rasmi kuanzia hiyo tarehe 29 Januari. So tangu kuanzishwa kwa mkoa wa Songwe umeendelea kukua kwa kasi ukiwa na mchango mkubwa katika kilimo cha biashara za mpakani. Leo hii ni mkoa unaoendeshwa kuimarisha kiuchumi, huku ukiwa na umeacha historia ndefu kutoka enzi za machifu wa jadi hadi mfumo wa kisiasa wa serikali. Sasa kabla hatujaenda kwenye na nimesha kujuza namna gani mkoa wa Songwe ulivyoundwa, nataka nikujuze asili za machifu pamoja na makabila yanayopatikana kwenye mkoa wa Songwe. Ni kwamba tukianza na hadithi za zamani, naambiwa kulikuwa na makabila kadhaa ambayo yalikuwa yanaunda mkoa wa Songwe. Walikuwepo Wanyakyusa waliotokea maeneo ya Kyela na Rungwe, walileta maarifa makubwa ya kilimo, hasa kilimo cha ndizi, kahawa na kujenga jamii zenye mshikamano mkubwa sana. Lakini tukiachana na Wanyakyusa, pia kulikuwepo na Wasafwa walioishi katika milima mirefu, waliojulikana kwa ujasiri wao, waliokuwa na simulizi nyingi za kishujaa. Hao jamaa bwana walikuwa na uwezo wa kulinda ardhi zao. So tukiachana na Wasafwa, tulikuwa na kabila lingine Wandali. Wandali bwana hao walipatikana katika wilaya ya Ileje, na asili yao bwana walikuwa na ukaribu mkubwa wa asili, walihifadhi mila na desturi zao, wakaheshimu mizimu na kuwa walinzi wa utamaduni wake. Ndio maana hata leo ukienda Ileje hakuna kitu kinaheshimika sana kama utamaduni. Kwa hiyo ni asili yao ambao waliitoa tangia enzi za machifu na machifu. Lakini pia tulikuwa na kabila lingine ambao wao walikuwa ni Wanyamwanga, ambao waliishi karibu sana na mpaka wa Tanzania na Zambia, hususan katika mji wa Tunduma. Walikuwa wafanyabiashara hodari, walifanya Songwe kukua kwa sababu kumbuka Tunduma ndio ilikuwa lango kuu la Sadeki. Hawa ni miongoni mwa makabila ambayo yalikuwa yanapatikana kwenye mkoa wa Songwe. Lakini pia kulikuwa na historia mbalimbali za machifu katika kipindi hicho, ambapo tukianza kabisa tuanze katika Chifu Mloe. Huyu alikuwa ni chifu wa Wanyamwanga, tukianzia hapa Mbozi. Lakini kipindi hicho kumbuka hii halmashauri yote ilikuwa ni halmashauri ya wilaya ya Mbozi, wakati huo mkoa ukiwa chini ya mkoa wa Mbeya, na nimekuambia kipindi hicho kulikuwa kunatawaliwa na machifu, hakukuwa na uongozi kama hivi sasa. So Chifu Mloe bwana alikuwa ni Wanyamwanga ambaye alikuwa anapatikana Mbozi na Tunduma. Alijulikana kwa hekima, aliweza kusuluhisha migogoro mikubwa bila kutumia vita chini ya uongozi wake. Lakini pia kumbuka nimekuambia Wanyamwanga walikuwa ni watu wa biashara, so yeye ndo aliyesababisha biashara kustawi na mipaka kulindwa kwa nguvu, kwa sababu nimekuambia kipindi hicho hakukuwa na ile security kama saizi kuna polisi, kuna jeshi fulani linalinda mipaka. Kwa kipindi hicho mipaka ililindwa na machifu chini ya utawala wa chifu. Na unaambiwa chifu huyu Chifu Mloe ambaye ndo alikuwepo kipindi hicho Mnyamwanga, alikuwa na hiyo kazi ya kulinda mipaka ya nadhani mpaka wa Tanzania na Zambia. Lakini pia alikuwa anahakikisha migogoro inatatuliwa bila vita. Lakini pia tulikuwa na chifu mwingine ambaye ni chifu wa Wasafwa, ambaye yeye bwana alikuwa mashuhuri, walinda ardhi yao dhidi ya uvamizi, na hadithi zao bado zinasimuliwa mpaka sasa. Ukienda katika miongoni mwa watu ambao hadithi zao huwezi kuwanyang'anya kirahisi pia ni pamoja na Wasafwa. Watu watakuwa wanajiuliza kwa nini tumewaweka Wasafwa kwenye orodha ya machifu wakati wao wanapatikana mkoa wa Mbeya. Ni kwamba kipindi hicho tunakwambia kwamba Songwe yote ilikuwa ni Mbeya, na hawa machifu walikuwa na utawala wao. Kwa hiyo kulikuwa na chifu mwingine ambaye alikuwa anaitwa chifu wa Wasafwa. Lakini pia kulikuwa na chifu wa Wandali, huyu ni kutoka kule wilayani Ileje, ambako huyu chifu wa Wandali alikuwa ni walinzi wa mila na desturi. Hakuna sherehe wala uamuzi mkubwa uliofanyika bila ridhaa yao. Hawa ni machifu kutoka Ileje. Ndio maana tulivyokuwa tunakuambia asili za baadhi ya wilaya, tukakwambia watu wa Ndali walikuwa na uwezo wa kulinda mila na desturi zao zisivunjwe. Kwa hiyo tunakuja hapa tunaangalia chifu wa Wandali, moja ya kitu ambacho alikuwa anakizingatia ni kuhakikisha kwamba mila na desturi hazivunjwi. Ndio maana mpaka saa hizi ukienda wilaya ya Ileje hakuna kitu unaweza ukakifanya bila mila na desturi zao kufuatwa. So hii ilikuwa ni asili toka enzi za machifu, na chifu wa Wandali ndo aliyekuwa ameimarisha kulinda mila na desturi, na sherehe zote zinazofanyika wilayani Ileje huwezi kuwakosa machifu. Lakini tulikuwa na chifu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Chief
Kyungu. Huyu alikuwa ni chifu wa Wanyakyusa, ingawa alitawala zaidi maeneo ya Rungwe na ashawahi na ushawishi, alikuwa na ushawishi mkubwa hadi maeneo ya Songwe. Alikuwa kwa uongozi imara, nidhamu kali. Yani ukiwakuta Wanyakyusa hususan watu waliotoka wilaya ya Rungwe kule Kyela, moja ya vitu ambavyo wanajivunia huwa watu bwana huwa wana misimamo mikali sana. Kumbe hii imetokana na asili yao. Hii ni asili ya chifu wao, Chifu Kyungu, ambaye asili yake yeye alikuwa ni mtu mwenye misimamo mikali sana. Na ukiangalia wanasema historia zinatuambia itawala sana mikoa ya Rungwe, kule nadhani huo nao ni mkoa wa Mbeya. Lakini pia historia za zamani bwana zinatuambia pia kulikuwa hawa machifu walikuwa ni kiungo muhimu kati ya binadamu na mila. Walikuwa ni viungo muhimu ambao wanaunganisha kati ya binadamu, mila kwa ujumla. Machifu walilinda ardhi, walihakikisha wanaongozwa amani wakati wote. Kwa ujumla kipindi hicho bwana, historia za machifu hususan mkoa wa Songwe, amani ilipatikana kupitia hawa machifu. Kama ninavyoambiwa, kazi zao zilikuwa ni kulinda amani. Tumekwambia pale chifu wa Unyamwanga alikuwa anasuluhisha migogoro bila vita. Maana ilikuwa ni asili yao kuhakikisha watu wanakuwa salama. Lakini hii sio historia ya Songwe, tunakuelekeza ni historia ya Songwe. Lakini pia Songwe kiachana na hivyo ilikuwa na vitu special ambavyo vilikuwa ni kama vivutio vya utalii ambavyo vingine mpaka sasa vipo, lakini vingine nadhani vimepotea kutokana na utandawazi. So miongoni mwa hivyo vitu bwana, kulikuwa na milima. Wale ambao waisha kupita wilaya ya Ileje na pia wanaweza wakazungumzia kuhusiana na hili swala la milima. Ileje bwana imepambwa na milima na ukijani, lakini pia ukiangalia ile milima ya wilaya Ileje kuna mawingu ambao kama ukungu ule wa asubuhi muda wote, yani masaa 24 ukienda wilaya Ileje kwenye baadhi ya milima unakuta, hususan kuna mlima wenyewe unaoitwa Mlima Ileje ambao huu ni mlima ambao ni mkubwa kweli kweli, japo kihistoria nadhani kwenye nchi ya Tanzania sidhani kama unahesabika, lakini ni mlima ambao unapatikana kwenye kata ya nadhani Msia. Kata ya Msia ambao pia umezunguka mpaka kata ya Mlale, lakini pia umekuja kutokezea kata ya Itumba pamoja na Isongole. So huu ni mlima mkubwa ambao unapatikana, kwa wale ambao washe kufika wilaya Ileje nadhani wanaufahamu mlima huu vizuri kabisa. So ni mlima ambao ukiangalia unavutia na una mandhari yake. Lakini pia sio tumesalia huko wilaya Ileje, kuna mto Songwe ambao huu pia ni kivutio, kwa sababu mto Songwe ndio uliotenganisha mpaka kati ya nchi na nchi ya Malawi na nchi ya Tanzania. Lakini ukiachana hicho, pia wilaya Ileje kuna maporomoko ya maji ambayo yanapatikana katika kata ya Sange. Kwa wale ambao ni wenyeji wa Ileje nadhani wanatambua haya maporomoko yanapatikana katika kata ya Sange na Kisange, lakini nadhani ukifika kwa watu wa Sange watakuwa wanajua, nadhani kijiji kimenitoka mara moja. Lakini pia ukiachana hivyo, pia wilaya Ileje ndio sehemu ambayo juu ya mlima kunapatikana zile pembe tatu ambazo ukiangalia kwenye ramani huwa tunaziona kwenye ramani ya Tanzania. Zile pembe tatu ambazo zinatenganisha nchi tatu, yanamaanisha Malawi, Zambia na Tanzania. Juu kabisa ya kilele cha mlima, yote haya yanapatikana wilaya Ileje, hususan hii ni kwenye kata ya Mbebe na kile kijiji cha Shinji ndo unapatikana mpaka. Lakini tukielekea wilaya ya Mbozi, vipo vivutio vingi vya utalii wilaya ya Mbozi. Cha kwanza kabisa ambacho kimekuwa ni maarufu sana ni pamoja na kimondo ambacho kinapatikana kule Ndolezi. Watu wa Mbozi nadhani hili sio jambo geni sana kwao. Kinapatikana pale, na hiki kimondo bwana kimekuwa ni kivutio sana cha utalii, na ukisoma kwenye historia nadhani ni kimondo namba 3 duniani kwa ukubwa. So hili ni jiwe ambalo ukija kwenye mila watu wanalihusisha na imani za kishiriki, imani za jadi, lakini wengine wanasema ni jiwe satellite kama wanasayansi, lakini sisi kama Get You Know tutakuandalia kipindi ambacho tutakizungumzia kimondo cha wilaya ya Mbozi. Lakini pia bado tukiwa tumesalia hapo Mbozi, hapa kuna vitu vya asili, hususan ngoma za asili. Mbozi bwana hawajai kuacha asili yao, lakini pia ni moja ya kivutio cha utalii ambacho kinapatikana wilaya ya Mbozi. Na tukielekea wilaya ya Momba ambako pia ni sehemu ya mkoa wa Songwe. Kwenye Get You Know siku ya leo tutakwambia Momba ina vivutio vingi vya utalii, lakini moja ya vivutio ambavyo vimekuwa
vinakaribisha watu wengi ni boda ya Tunduma pamoja na Zambia, na kihistoria nakwambia hii ni boda kubwa kwa Tanzania na ni boda ambayo inapitisha mizigo mingi. So kimekuwa ni kivutio cha utalii kwa sababu kila mtu anatamani kufika Tunduma, hususan katika wilaya ya Momba. Lakini tukiachana na hilo, wilaya ya Momba pia imekuwa inalima mazao mbalimbali. Mpunga, ukienda eneo la Kamsamba unalimwa mpunga kwa wingi kabisa. Lakini pia Momba imekuwa ni sehemu ambayo pia kuna asili ngoma, machifu, haya yote yanapatikana kwenye wilaya ya Momba. Hii ni Get to Know ya Momba. Lakini kumbuke kuwa kipindi hiki cha Get to Know siku ya leo kimezaminiwa na Mo Photo Studio, lakini pia kimezaminiwa na Post Lounge, ambao hawa wote wanapatikana eneo la Africana. So kwa yule ambaye unahitaji chakula safi, unahitaji lunch time fresh, unahitaji kisinia cha kufurahia wewe na familia yako, basi watafute Post Lounge ambao hawa wanapatikana eneo la Tunduma, hususan katika jengo la Africana lililopo maeneo ya Manzese. Ukifika Manzese jengo la Africana nadhani utaliona kabisa, ukipandisha juu kabisa gorofani, basi unajipatia chakula safi kabisa bila shida yoyote. Lakini pia kwa wale ambao una sherehe yako na harusi yako, una mkutano wako wa hadhara, unahitaji basi uwe kupata video kali, kupata live kali, basi waone Mo Photo Studio ambao hawa wanajishughulisha nayo masuala ya upigaji picha za location, lakini pia kurusha vipindi vya live. Lakini pia bwana, mkoa wa Songwe umebeba na tamaduni mbalimbali kama nilivyokueleza hapo awali, lakini pia kuna ngoma za asili, nyimbo za jadi, sherehe mbalimbali za kimila. Wale ambao wanapatikana mkoa wa Songwe nadhani kwenye baadhi ya wilaya, hususan wilaya Leje, kuna kuaga na yale mashindano ya ngoma. Utasikia kuna mangoma sehemu, so hiyo ni kuaga ni mashindano ambao kila mwaka lazima waadhimishe kama sehemu ya kuenzi tamaduni zao, yani tunaita sherehe mbalimbali za kimila. Lakini bwana, kwa kuhitimisha ni kuambie tu hii ni hadithi bwana, imeandaliwa na Mo Photo Studio, lakini pia imeandaliwa na Moses, lakini chini ya usimamizi wa mwalili Gaspar Mwalukasa, na mimi nilikuwa nakusimulia naitwa Michael Mwakasege. So kwenye Get to Know siku ya leo tulikuwa na mkoa wa Songwe. Kwenye Get to Know siku nyingine tutakuletea simulizi mbalimbali na tutakwambia asili ya vitu. So kama una cha kucomment, una ujumbe mfupi, tunaomba dondosha comment yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii @MoPossibleTV, TikTok, Instagram pamoja na YouTube Mo TV. Nikutakie wakati mwema.